Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TPA imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1 za Kitanzania kwa ajili ya kuratibu pembuzi yakinifu kwa bandari zote za maziwa ikiwemo Ziwa Victoria, ambapo bandari ya Musoma ipo ili kubaini mahitaji halisi na uwezekano wa kuendeleza bandari zote kwa awamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha, baada ya ukamilikaji wa zoezi hilo, TPA itakuwa kwenye nafasi ya kuelewa namna bora na lini bandari ya Musoma itaendelezwa kutokana na matarajio ya shehena na abiria na kuwezesha ufanyikaji wa safari za meli za shehena na abiria kama MV Mwanza. Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza napenda nishukuru majibu mazuri ya serikali ya kuonesha dhamira ya dhati ya kufanya maboresho katika bandari ya Musoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Bandari ya Musoma ndio bandari pekee katika Ziwa Victoria iliyopakana na nchi mbili ambayo ni Kenya pamoja na Uganda. Na ukizingatia dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais kwa matarajio yake anatarajia kufikia 2030 reli ya kutoka Tanga, Arusha mpaka Musoma iweze kuwa imekamilika na iweze kufanya kazi. Na reli hiyo itaenda kuconnect bahari ya Hindi pamoja na Ziwa Victoria. Je, serikali haioni ni muhimu kuipa umuhimu wa kipekee bandari hii ya Musoma na kuifanyia upembuzi yakinifu kwa uharaka na kufanya uboreshaji? Swali la pili, kupitia wizara yetu ya uchukuzi katika sekta ya anga, tunacho kiwanja chetu cha ndege cha Musoma. Mheshimiwa Naibu Waziri aliwahi kutoa majibu hapa, watafanya first test haraka iwezekanavyo itakapofika mwezi Machi. Leo ni mwezi Mei na uwanja huu bado hiyo first flight haijafanyika. Nini kauli ya serikali kuhusu uwanja wa ndege wa Musoma mjini kuweza kuanza kufanya kazi haraka iwezekanavyo? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ninakubaliana na Mheshimiwa Gole kwa anavyofuatia kwa ukaribu maendeleo ya wananchi wa Musoma na ninampongeza. Na nakubaliana naye pia kwamba ni kweli kabisa iko haja ya kuitazama bandari ya Musoma kwa upekee wake. Na hii ni kutokana na kwamba ilani ya CCM 2025-30, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na dira yetu 2050 vyote kwa pamoja vinaeleza umuhimu wa taifa letu la kujenga reli ya kaskazini. Na maandalizi yamekwisha anza. Unapoboresha bandari ya Tanga unapeleka bilioni 429, maana yake ni maandalizi. Tumeshamaliza na usanifu na sasa tunakwenda kwenye hatua pengine ya kuhuisha kwa upande wa reli ya kaskazini. Hatua itakayofuata sasa tutakwenda kujenga bandari ya Musoma kama alivyosema. Na sote tunakubaliana Ziwa Victoria lilikuwa ni ziwa ambalo ni ajira kwa muda mrefu, na Dr. Samia kutokana na umuhimu wake kama ni ziwa kubwa duniani ambalo kimsingi nchi yetu ndio inamiliki 51%, ameamua kuligeuza liweze kuwa uchumi, kuwa sehemu ya kusafirishia bidhaa kwenda kwenye nchi ya pili. Kwa hiyo nakubaliana naye kabisa, tumepokea ushauri wake wa kuendelea kuipa umuhimu bandari ya Musoma. Lakini jambo lake la pili kuhusiana na uwanja wa ndege wa Musoma, kwanza nampongeza, ana moyo wa shukrani wa kupongeza serikali ya awamu ya 6 kwa sababu iliamua kutokana na umuhimu wake mkubwa wa uwanja wa Musoma, kwanza kwenye madini, pili kwenye utalii na kwenye mifugo na kwenye uvuvi, kaamua kujenga uwanja wa Musoma na bilioni 35 zilielekezwa kwenye uwanja huo, ambapo tayari mkandarasi uko site amemaliza kujenga runway kwa maana njia ya kutua na kushuka ndege pamoja na maegesho na vitu vingine. Kilichobaki sasa ni kumalizia vitu vilivyobakia ili ndege iweze kuanza kutua. Ni muombe na avumilie kwamba tunamalizia vitu vilivyobakia na mara baada ya hapo ndege itaanza kutua kwa sababu tumeshavuka zaidi ya 60% ya ujenzi wa uwanja huo. Na pengine nitoe maelekezo pia kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makaya Mbarao kwamba wenzetu wa ATCL waendelee na mchakato wao wakishirikiana TCAA ili mara tu tutakapokamilika taratibu basi ndege hiyo iweze kuanza kutua.